Mimi nimepokea simu nyingi, SMS, nafikiri na viongozi wenzangu the same, kwamba kama vile tunakwenda kuonewa bla 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 bla, lakini sisi kama timu hatuchukui kama kuna makosa yaliyofanyika kwa bahati mbaya au kwa makusudi yaliyopita kwenye mechi zilizopita kuyahamishia kwenye mechi ya leo. Sisi tunakwenda kwenye mechi ya leo tukiamini kwamba huku kwenye mitandao watu wote tu Josephat Smart, Gortesha, Abdulaziz Ali, El Safi na wenyewe wapo, ndiko jamii kubwa ya Watanzania iko pia huko. Kwa hiyo wenyewe yanayozungumza wenyewe wanayaona, wanaoongoza mpira pia wako kwenye hiyo mitandao, kwa hiyo kinachozungumzwa na wenyewe wanakiona. Sisi tunaamini kwamba leo ni mechi tofauti na hawa waamuzi wa mpango ili kufanya kusimamia sheria 17. Kama wana kitu kingine tunakiona leo kwenye mechi ya leo, hawa ni waamuzi ambao wametuchezesha kwenye mechi kadha. Smart ndio kwa kwenye mechi yetu ya mwisho tunafunga goli 3-2. Tunacheza pale na Prisma. Alichezesha vizuri. Alikubali magoli yetu mawili tuliofunga. Alikubali matukio mengi matatu na akakubali yote pia, na yote yalikuwa sawa sawa. Kwa tukatoka tumefunga goli 3 na hakukuwa na maneno yote, tuko na ugenini na sisi tutakuwa kwa huyu ni mwamuzi mzuri katika miongoni mwa waamuzi wazuri wanaochezesha ligi kuu. Yes, kwa sababu mimi ni katika watu niliosema huyu mwamuzi anaweza kufaa hata kuchezesha dabi ya Simba na Yanga, kwa sababu yes, kuna wakati anafanya maamuzi ambayo waamuzi wengi wa Tanzania wasingeweza kufanya. Ndio mwamba anatoa kadi huyu, kama ni nyekundu anakuonyesha nyekundu kwa penalty. Yes. Hata kitaka kukupa nne atakupa tu, kwa sababu zimetokea. Na of course tumezungumzia mechi ya Namungo na Simba. Apart from tukio liloleta maswali mengi kwamba bana amepiga kupiga, the rest penalties were all good. Penalties za kweli na wenyewe Namungo ikubali kwamba tukua penalties za kweli. So takaja story ametoa, ana huo uthubutu wa kutoa, alifanya uthubutu kama huo nafikiri Fountain Gate. Hivyo kwenda pale akatoa penalty, they were all good penalties. Ambao waamuzi wengi wasingeweza kufanya hivyo. Tuliona hapa waamuzi Kayoko walishindwa kutoa penalties incidents 4 kuipa Simba na ndio ilimweka nje muda mrefu. Game dhidi ya Yanga. Yes, dhidi ya Yanga. Sio ikamtoa kabisa, ikamweka nje muda mrefu, sasa hivi karudi. When you have somebody anaweza kusema penalty, corner. We did it. Lakini jemedari Jeff Hans pamoja na Ashraf, kwa nini watu wanakuwa na mashaka na wewe kama wewe ni bora? Saa zingine ni mtu unahitaji nini na hicho kitu kinatokea. Wewe unataka nini? Lakini tukitaka kufanya evaluation ya huyo mwamuzi unakuta kwa dakika 90 he's good. Isipokuwa wewe matarajio yako hajatumiwa, wewe ulikuwa unahitaji nini kwenye mechi? Sio? Lakini sasa mimi nikupe mfano. One day niliwahi kumsikia Samuel Eto'o akisema Pierluigi Collina ndio mwamuzi wa ovyo kwa kutokea. Do you agree na hiyo kitu? Pierluigi Collina ndio mwamuzi wa ovyo kwa kutokea. Samuel Eto'o hii nikiulizwa mwamuzi bora muda wote ni mtaji, jina la kwanza kabisa utarudia akili kwangu ni Collina. Una what? Kwa sababu wanachukua bao 4 kwa mbili na Chelsea. Unakumbuka ile mechi? Lakini kutoka pale Eto'o anasema huyo ndio mwamuzi wa ovyo kwa kutokea. Hasa mwenyewe jemedali ni kwamba kwenye psychology kuna kitu kinaitwa fundamental attribute errors, ambacho ni kwamba amerudia tena fundamental attribute errors. Watu walisema wewe. Hiyo ni psychological fact bro. Unaelewa? Maana yake ni kwamba watu tuna kaida kuhukumu binadamu kutokana na tabia zao. Of course tumekuwa tukiwaona waamuzi wakiwa kutokana na makosa. Unaelewa Kwa wakati mwingine anaweza kawa yuko perfect na akaamua kuwa ni penalty, sema ambayo watu wengi walikuwa wanaamini amefanya mistakes, ndio. Lakini kwa kuwa hao waamuzi wamekuwa kufanya mistakes za kujirudia, tunaona kwamba hata hii pia kakosea. Lakini kama mzuri wa hiki anachokisema Ashraf, unamkumbuka referee Jean Sikazo wa Zambia, top refa, lakini watu wanamkumbuka kwa sababu alimaliza mechi dakika 85. Lakini ukiondoa ile incident, wakati huo yule bwana alikuwa ndio refa bora Afrika. Yeye pamoja na kuna refa mmoja wa Gambia anaitwa Papa Gassama, ndio alikuwa kwenye klasi hiyo. Lakini watu wanakumbuka kosa. Siku moja niliwahi kuwa naenda kusimamia mechi Msoma. Ulikuwa unachezwa ile timu Msoma inaitwa Juma Kweli Biashara.
Gambia. Biashara bado. Biashara nilikuwa nacheza na timu ya Mwalimu nani ya Mwanza ya shule Alliance. Unaona? Nataka kumtaja Marem Bwire. Nimefika pale na Bwire kule ni kwao. Yuko mwenyewe na mpira wenzie wakule wenzie wako pale na ile timu ya Msoma. Asubuhi tu kwenye PM vurugu tu niliona pale, nikaona hapa kuna shida. Na match commissioner ambaye atasimamia mechi ile jioni, asubuhi kaja tayari kachalewa. Unaelewa vizuri? Nimetuma kwenda kusimamia mechi kwa sababu hiyo kulewa alilewa toka jana usiku. Lakini asubuhi saa 4 yule jamaa yuko tayari. Namuuliza hivi bwana, wewe ndio match commissioner ndio kutoka Tabora kazi hapa hivi. Nioni mwamuzi Ahmad Simba. Jamaa alichezesha mechi. Mimi nilitoka kule nikamrecommend kwa mwenyekiti wa kamati ya waamuzi. Bana, why that guy anachezesha daraja ya kwanza chezesha ligi kuu? Akaniuliza, wewe unamjua? Unamrecommend? Nikamwambia namjua, mwamuzi katoka Kagera kutoka Simba. Akaniambia, akanitajia mtu, sasa bado yuko TFF siwezi kumtaja. Ukimtajia fulani huyo mtu mtapigana. Simply kuna mechi aliwahi kuharibu, lakini mimi niko pale nimeona jamaa anachezesha mechi kwa uhakika kabisa, rules zote zinafuatwa. Nikasema bwana, huyu kwa nini tunapata tabu kwenye ligi kuu na kama moja hizo daraja kwanza hizi standard. Lakini sasa unajua hivyo Hans, haya yote tunazungumza ya waamuzi yanatokana na trend ya matokeo ya namna ambavyo waamuzi wakati unamuuliza swali yes, naungana na Nasoro Hamduni hapa. Nasoro Hamduni. Naam, nakusikia. Karibu sana Crown FM. Asante, habari za Crown? Sisi tuko vizuri, ligi yetu inaelekea ukingoni. Vipi huko, mikakati madhubuti ambayo mmeiweka kuhusiana na mechi hizi ambazo zimesalia? Nasoro Hamduni. Ni kweli kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ligi inaendelea ukingoni sasa hivi. Sisi kama kamati ya waamuzi tupo katika maendelezo ya kuhakikisha kabisa kwamba ligi inamalizika salama sawia. Kefa Kayombo ni mmoja kati ya waamuzi ambao anatajwa sana, anaibua mijadala kwelikweli. Sijui hili kamati ya waamuzi mnaliona juu ya mwamuzi huyu kulingana na maamuzi yake ambayo anayafanya akiwa uwanjani? Maana yake malalamiko ni mengi sana juu yake. Kefa Kayombo. Ni kweli Kefa Kayombo sasa hivi ni miongoni mwa waamuzi ambao kweli wanatajwa sana kwenye mitandao ya jamii, vyombo vya habari na wadau wa soka. Ndio. Kama kamati ya waamuzi, Kefa Kayombo ni mwamuzi wetu na ni kweli tunampanga kuchezesha ligi kuu ya Tanzania NBC. Kwa mijadala hiyo inatokeza na sisi tunaisikia kwa ukaribu zaidi na tunaifuatilia sana. Na kama kuna jambo ambalo limejitokeza juu yake yeye, tunasubiri kamati za uendeshaji pamoja na taarifa za commissioner watatuletea. Kama kutakuwa na tatizo lolote ambalo lipo, basi kamati ya waamuzi haitosita kumchukulia hatua, lakini kama kutakuwa hakuna tatizo lolote ambalo limejitokeza, basi kamati ya waamuzi endelea kuwa naye katika kumalizia ligi. Na mnaridhishwa na kiwango chake? Kwa mimi siwezi kuambia na kuridhisha au hakimeridhisha. Kwa sababu gani? Mimi napompanga najua kabisa kwamba nimempanga mwamuzi akateleze mpira. Lakini kutokuridhishwa na maana kamati ya uendeshaji wa ligi ndio yenye mamlaka ya kusimamia hilo jambo. Na ndio ananipa taarifa kwamba huyu mwamuzi wako uliotupangia, je, anaendelea na sambamba na sheria 17 za mchezo au anapindisha au yuko makini sio makini. Kwa hiyo swala la kuridhishwa kwake macho mimi naridhishwa naye, lakini kiutaalamu nasubiri kamati za uendeshaji wa ligi zinipe taarifa rasmi. Na hata mwamuzi wa leo wakati Jafet Smart, naona baadhi ya wadau wamekuwa na mashaka naye na mechi bado haijachezwa. Hii pengine kwani mnaweza kulizungumzia vipi? Kwa nini watu wanakuwa na mashaka na baadhi ya waamuzi ambao wanachezesha michezo ya ligi kuu? Ni kweli kabisa, mashaka ni sema mwanadamu, na sisi tumeumbiwa masuala ya mashaka, na Mwenyezi Mungu anakataza sana swala la dhana. Tusidhanie jambo ambalo halijatokea, japo tunatakiwa tuzuie jambo lisitokee. Sisi kama mwamuzi bado tunamwamini mwamuzi Jafet Smart kuwa kwamba ni mmoja wa waamuzi wazuri zaidi katika ligi hii, lakini pia mashaka hayo pia yatamsaidia na yeye pia kujitathmini kama kweli ana